السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Naam, leo tena ndugu zetu wa khidma wametembelea katika ujenzi wetu wa Masjid Salam, msikiti ambao tunaujenga hapa Kiluvya Madukani. Msikiti ambao asili yake ni madrasa iliyokuwa imefungwa, madrasa Ali Baalawi ambayo iko pale Kiluvya Madukani. Baada ya kuonekana nafasi ambayo walikuwa nakaa, sehemu walizokuwa nakaa wanafunzi hazikuwa rafiki, matokeo yake tukapata eneo jingine huku na tukaanzisha ujenzi huu ambao ni ujenzi wa jengo la ghorofa 4, jengo ambalo ndani yake kutakuwa na msikiti, lakini kutakuwa na madrasa na sehemu za kulala wanafunzi. Alhamdulillah, ujenzi wetu kama unavyoonekana tumefikia hatua hii, na alhamdulillah mambo yanakwenda vizuri, lakini kwa hakika tunahitaji sana msaada wenu kwa ajili ya kufanikisha kwa ukamilifu wa jengo hili, kwa sababu mpaka sasa hivi tumefikia hatua hii ya kumalizia sehemu ya chini, lakini tunataraji inshallah baada ya kukamilisha sehemu ya chini na kufanyika ufunguzi tuweze kuendelea na sehemu za juu, ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4, sehemu ambazo kutapatikana madrasa huko, lakini na sehemu za kukaa wanafunzi. Alhamdulillah, tunawashukuru sana watu wote waliotuunga mkono kuanzia mwanzo wa jambo hili, kuanzia kupatikana eneo, pia ujenzi kutoka ulivyoanza mpaka hapa tulifikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajaze majazo yaliokuwa mema. Kwa hakika si jambo dogo, ni jambo kubwa sana na ni kujitoa kulikokuwa kwa hali ya juu sana. Kwa hakika tunawashukuru wote kwa ujumla wao, lakini ala raasihim shekhe wetu au mzee wetu mzee Hamad Sefu kutoka kule Oman, ambaye amelisimamia ile jambo kwa kiasi kikubwa sana, na alhamdulillah amefanya jitihada kubwa za kusimamia jengo hili mpaka hapa tulipofika. Na insha Allah tunataraji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama mambo yatakwenda vizuri na tutapata michango iliyokuwa sawa sawa, basi mpaka mfungo wa 3 tuweze kufungua jengo hili kwa upande wa chini ili wanafunzi waweze kurudi na madrasa endelee, lakini wakati huo tutaendelea kupanda juu kidogo kidogo. Kwa hiyo tunakuomba ndugu yangu ambaye utakayeguswa na jambo hili la khairi, ni jambo ambalo wallahi litakusababisha wewe upate neema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni kwa sababu pia kila kinachotolewa kinakwenda katika sehemu husika, na Mwenyezi Mungu atawalipa kila alotoa chake, kikubwa au kidogo. Mwenyezi Mungu atakulipeni pasina mapungufu yote. Hasa tuzingatia mtume amesema, man bana masjidan lillah bana Allahu lahu baitan fil janna. Mtu atakayejenga msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu kitukufu Al-Qur'an Al-Majid, Mwenyezi Mungu asema, inma ya'muru masajid Allah man amana billah. Hakika si vinginevyo, anaimarisha na kusimamisha nyumba za Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye mwenye imani, mwenye alomwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu kama hivi ni kuonyesha wewe una sehemu ya imani katika imani yako, yani imani yako ipo. Kwa hivyo tujitahidi ala kulli hal, kila mmoja atakayeguswa na kuona na anataraji rehema za Mwenyezi Mungu ashirikiane nasi katika kukamilisha ujenzi huu. Na haya hii kama inavyoonekana, hizi ni finishing ambazo zinaendelea katika kuleta decoration katika eneo hili, katika msikiti huu. Lakini sambamba na hayo mafundi wanaendelea kuboresha, lakini vile vile tuna tiles hizi ambazo tayari tumezipata kwa sasa hivi za kuanzia kama mifuko 100, dozen 100 tunaanzia inshallah kuanzia kesho zitaanza kuwekwa. Lakini sambamba na hivyo frame za milango inshallah leo jioni zinafika na kupachikwa, ili watu wa kukatairi watakapokuwa wanapita basi frame ziwe tayari zimewekwa. Kwa hivyo tunawashukuru sana ndugu zetu Waislamu, bali wapenda khairi wote, hata kama si Waislamu sisi tunachukua sadaka zao, madhali ni wapenda khairi walete, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeona Mtume salama wakati mwingine ametufundisha kupokea hadia hata kwa wasiokuwa Muislamu. Tunaona Mtume salama alifanya miamala na wasiokuwa Waislamu, Mayahudi pia alifanya nao miamala. Kwa hiyo tunasema wapenda khairi wote inshallah tunakaribisha katika khairi kama hii. Mwenyezi Mungu awajalie kila la khairi na walipe kila la khairi.
Na kwa mawasiliano zaidi katika kufikisha sadaka yako hapa, basi namba za simu hizo ambazo hapo chini ambazo ni 0789 074510. Kwa namba hizi insha Allah tutakapowasiliana, basi sadaka yako itakuwa imefika mahala pake, na insha Allah Mwenyezi Mungu atakulipa kwa uwezo wake kama alivyoahidi kuwalipa wale wenye kufanya nini, wenye kufanya mema. Lakini sababu na hayo, huko ndani tayari mambo ya vyoo tayari yamekamilika, vyoo tumeshaweka, lakini pia shimo lile la vyoo limekamilika. Bado kufunika tu, limejengwa tayari, bado kufunika tu. Lakini vyoo vyote ambavyo vilivyokuwa vinatakiwa hapa tayari vimeshawekwa. Vile vya kuchuchumaa ndo hivi hapa tayari vimewekwa, lakini vyoo vya kukaa ndo hivi viwili ambavyo mpaka tayari zipite ndo viwekwe. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu ambao wapenda kheri mliosimama katika kulisupport jambo hili la Mwenyezi Mungu, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipeni ujira uliokuwa mkubwa kabisa. Bitali sehemu hii ni ya kutawadhia hapa katikati na kule mbele vyoo, lakini upande wa pili huku ni sehemu ambayo kwa sasa hivi watakaa wanafunzi hapa, lakini hii ni sehemu ya kuswali wanawake. Tutakapokuwa tumejenga juu kule, basi wanafunzi watahama na kwenda katika sehemu yao. Sehemu hii itatumika kwa ajili ya kuswali akina mama. Kama tulivyosema, jengo letu la ghorofa 4 na hapa ndo tayari tuko juu, ile underground imewekwa. Kwa hiyo sasa hivi tunataraji ghorofa ya kwanza ianzie hapa kwenda juu, na huko ndo kama tulivyosema ndo zitapatikana sehemu za vyumba fusuli almadaris pamoja na sehemu za kulala wanafunzi. Shukran. Tunaomba jitihada zenu na michango yenu inshallah tuweze kufanikisha jambo hili la Mwenyezi Mungu. Shukran, jazakumullah khaira.